الإخوة الكرام أيها المشاهدون والحاضرون، أحييكم بتحية الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، كما تعرفون اسمي إبراهيم مروح. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سوف أكون معكم في اللغة العربية. نحن ما زلنا نتعلم اللغة العربية في هذه القناة، واليوم سننظر إلى الحوار بمعنى الكلام يجري بين شخصين، يعني هناك شخصان يتكلم عن شيء ما، هذا هو الحوار. وأخي الكريم، وإذا كنت تريد أن تعرف اللغة العربية بس تمسك بالحوار. الحوار سيساعدك إلى معرفة اللغة العربية. كلنا بحاجة إلى معرفة اللغة العربية، لذا ماذا يجب عليك؟ عليك أن تفعل ممارسات كل اليوم. اقرأ الحوار، افعل الحوار مع زميلك، ثم بعد مدة قليل أو طويل سوف تجد شيئا مهما والله. أوصيك أخي أن تفعل الحوار مع زميلك. نعم، كما قلت أولا سوف ننظر إلى الحوار، tutaangalia majibizano. Hiwar ni yale majibizano baina ya watu wawili, maana yanafanya hiwar. Lakini kabla siendelee, ningependa nikusie uweze kusubscribe hapo katika channel yetu pendwa ya Lecture Online TV ili tuweze kuwa pamoja na kufika mbali zaidi. Kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutaangalia hiwaru yetu ambayo tutakwenda kuifanya leo hii. Hiwaru akhi karim, kama nimesema, ni muhimu kweli kweli kwa mwenye kujifunza lugha ya Kiarabu. Hiwaru ni muhimu kweli kweli kujifunza Kiarabu. Katika hiwaru utapata maneno mapya, kwa sababu hiwaru ni mazungumzo yanatembea. Utapata maneno mapya yatakujenga wewe kufanya mazoezi ya kuzungumza Kiarabu. Lakini pia hiwaru itakujalia wewe mwenye kujifunza lugha ya Kiarabu kufikia lengo hasa la kuweza kuongea lugha ya Kiarabu. Ikiwa kwa wewe ambaye una maneno mengi ya Kiarabu lakini hutaki kuzungumza, hiyo ni yako mwenyewe, kwa sababu hujataka kuamua kuzungumza. Fanya mazoezi ya kuzungumza. Hapa katika kompyuta yangu hapa nina hiwaru ambayo tutakuwa na hiwaru kama mbili. Nitakuwa na hiwaru ya mazungumzo inayohusu wapi unaishi, na nitakuwa na hiwaru nyingine ambayo inazungumzia na ni kukodi, ili kufanya mazoezi ya kukodi au kupanga nyumba, mfano hivi. Tuanze na hiwaru. Nitasoma hiwaru mwanzo mpaka mwisho na tutaangalia ile maneno mapya. Marhaban kwa akhi. Naam, aqra. Ahmad wa Hassan. Huna Ahmad wa Hussein. Ahmad يقول السلام عليكم. Ahmad bada بالتحية. Ahmad ameanza na salam. Siku zote tunapotaka kukutana na mtu na kufanya mazungumzo ni bora kuanza na salamu. Kwa kama kwanza Ahmad akasema assalamu alaikum. Assalamu alaikum maana yake amani iwe. Hussein qala Hussein wa alaikum assalam, yani Hussein radda ila Ahmad wa alaikum assalam. Ahmad يقول مرة أخرى أين تسكن. هذا سؤال إلى Hussein. أين تسكن, unaishi wapi? Aina taskun, unaishi wapi? Sakana yaskun. Sakana fi'il madhi past tense, yaskunu present tense. Yaskunu anaishi. Kwa aina taskun, unaishi wapi? Tajibu hivi: askunu fi hayy al-matar. Askunu fi hayy al-matar, ninaishi katika mtaa. Hayy ni mtaa wa matari. Matari ni kama mtaa wa ndege au sehemu imetoka jina hilo. Wa aina taskun anta Hussein, radda suali ila Ahmad. Wa aina taskun anta, wa aina taskunu anta. Sawa. Ahmad askunu fi hayy al-jamia. Ahmad asamiishi katika mtaa wa jamia. Jamia ni chuo kikuu. أحمد أسكن في حي الجامعة. حسين هل تسكن في بيتي؟
Aina kwanza tumekuta ya asma ishara, lakini pia tumekuta nyingine hal, tutatafsiri inshallah baadaye. Hal taskunu fil bait. Ahmad anamuuliza, je, unaishi nyumbani au unaishi wapi? Naam, askunu fi baiti. Naam, ndio. Askunu fi baiti, ninaishi nyumbani. Askunu fi baiti, naishi nyumbani. Nastamir. Ahmad yaqul hal taskunu fi baiti. Hal taskunu fi baiti. Ahmad anamuuliza baada ya kusema anaishi nyumbani. Na je, unaishi nyumbani? La, hapana. Askunu fi shaqqa, ninaishi katika apartment. Hapa makusudio fi bait, maana nyumba yake aidha imejenga, hasa ndio hiyo hapo ya. Lakini abuza la, mimi siishi nyumbani, siishi katika hiyo nyumba nakusudia. Askunu fi shaqqa, fi shaqqat, shaqqa ninaishi katika apartment. Shaqqa ni apartment. Askunu fi shaqqa, ninaishi katika apartment. Ahmad yaqul ma raqam shaqqatik, nipi namba ya apartment yako? Na maana nisema apartment kila mmoja anafahamu. Ma raqamu shaqqatik, nipi namba ya apartment yako? Una yani hiyo apartment unaishi namba ngapi? Kwa wale ambao wanaishi apartment tunakuta ni ngapi, apartment ya ngapi, inaweza kuwa ya ghorofa au ya kawaida, lakini zinakuwa na namba za nyumba zao kukodisha. Hussein yaqul rakam 5, naishi katika namba 5. Apartment yake namba 5. Kwa ukienda pale namba 5 utampata. Ma rakam baitik, na Hussein amuza nipi, kwa sababu sasa unaishi nyumba. Ma rakam baitik, nipi namba nyumba yako? Kwa sababu hata nyumba za mjini zinakuwa na namba, hata Tanzania inakuwa na namba. Kwa ma rakam baitik, nipi namba ya nyumba yako au namba ngapi? Sawa, anasema rakam baiti 9, ni namba 9. Rakam ya nyumba yangu namba 9, kwa na namba 9. Tutakuja nyingine katika hiwaru thani. Baada ya kuangalia hiwaru thani, tufanye uchambuzi kidogo. Tumepata vitu vya faida. Tumekuta neno ashaqqa. Shaqqa maana yake apartment. Katika mufradatu jadida, maneno mapya ambayo tumeyapata hapo katika hiwaru ya kwanza, ashaqqa nini? Apartment. Ichukue neno lingine aina, kitu cha kuulizia swali. Aina maana yake ni wapi? Unapotaka kumuuliza mtu fulani umetoka wapi au uko wapi, tumia nini? Aina. Tumekuta nyingine tena nini? Hal. Hal na yenyewe ni ya kuulizia nini? Swali. Hal ni ya kuulizia swali, maana je. Na fi tumekuta fi bait ni aidha za kuwa ndani ya kitu fulani katika kitu fulani. Tuangalie hiwaru fulani. Assalamu alaykum. Tuna almustajir na almuajir. Mustajir mpangaji, almuajir ni nani? Mmiliki wa nyumba. Sawa. Almustajir anasema assalamu alaykum, almuajir wa alaykum salam. Mpangaji kwenda katika nyumba akasalimia katika salamu. Sawa. Mustajir akasema hivi, uridu shaqqat min fadlika, kama utojali nahitaji apartment nipange. Muajir ladaina shaqqatun jamila, tuna shaqqatun nzuri. Ladaina tunayo, shaqqatun jamila apartment nzuri ya wewe kuishi hapa, apartment yetu ni nzuri. Almustajir akasema huyo mpangaji, kam ghurfatan fi shaqqat, kuna kam ghurfatan fi shaqqat. Muajir akasema fi shaqqati 5 ghuraf, anasema kuna vyumba vingapi katika apartment. Mpangaji mwenye nyumba mwenyewe akasema hivi, anasema fi shaqqati 5 ghurafin, katika apartment kuna vyumba 5 au kuna vyumba 5. Sawa. Almustajir fi ayi dawrin shaqqat, almuajir ashaqqatu fi dawri alkhamis. Sasa ipo katika sehemu gani? Akaambia ipo katika dawri khamis. Dawri kama ile mzunguko ile, tuseme si nini, kama katika ile ghorofa mmoja, ile ya kwanza ya pili ndio zinazo kusudiwa. Almustajir uridu mushahadatan shaqqa, mpangaji asema sasa nahitaji nione apartment, ila kipenda aweza kuchukua. Uridu ninahitaji, mushahadatan kushuhudia, kutazama, ashaqqat ashaqqa. Sawa, na kuandikia hapa maneno mapya ili baadaye inshallah nikwambie uweze kuyahifadhi. Almustajir hadhihi shaqqatun jamila. Afwan, muajir asema tafadhal, bila shaka unaweza kaangalia
Almuajir, hadhihi hiya shaqqatu, akasema hii ndio apartment yetu. Sawa. Almustajir, mpangaji sasa, hadhihi shaqqatun jamila, hii apartment ni nzuri. Hadhihi shaqqatun jamila, apartment ni nzuri. Kufikia hapo sisi tumefika mwisho wa hiwaru yetu ambayo tumekusudia kujifunza. Sasa tuangalie maneno ambayo tumeyapata. Tumepata neno mushahada. Mushahada maana yake ni kutazama, kushuhudia. Sawa. Mustajir, tumesema ni mustajiru maana yake ni nani? Mpangaji. Wewe kama ni mpangaji utaitwa nani? Mustajir. Alafu muajir ndio mwenye nyumba ile pale. Hiyo ni faida ya hiwaru ambayo sisi tumekwenda kuyafanya. Hiwaru ambayo unaiona hapo ichukue, nenda sakaifanyie kazi wewe mwenyewe, kaa peke yako, zungumza, utona faida na tofauti. Kwa hizi hiwaru zinazopita, kwanza unajenga uwezo wa kusikiliza mwenyewe na unajenga uwezo wa kuzungumza. Hii ndio faida ya hiwaru. Akhi alkarim, raaina alhiwar huna واستفدنا ما شاء الله الحمد لله. ممكن أن أعيد هذا الحوار من الحوار الأول إلى الحوار الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. sawa. Hapa ninasoma pasina kutafsiri. أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ أحمد قال نعم أسكن في بيت. أحمد قال مرة أخرى هل تسكن في بيت؟ قال أحمد لا أسكن في شقة. قال حسين أحمد ما رقم شقتك؟ قال أحمد حسين 5. قال حسين ما رقم بيتك؟ أحمد قال 9. الحوار الثاني المستأجر والمؤجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك، لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. المستأجر في أي دور شقة؟ المؤجر الشقة في الدور 5. المستأجر أريد مشاهدة الشقة. المؤجر تفضل. مؤجر هذه هي شقة. المستأجر هذه شقة جميلة. ما شاء الله. faida nyingine neno ni jamila, nzuri. أخي الكريم، أوصيك أخي أن تأخذ هذه المفردات ثم بعدها احفظ. ثم بعد أخذ هذه المفردات احفظ في رأسك. أخي الكريم، والله أنا أحبك في الله، وأريد أن أراك قد عرفت لغة العربية. أنا ما زلت طالب أتعلم لغة العربية وأتكلم كل يوم كي أكون ماهرا. Mimi bado ni mwanafunzi najifunza Kiarabu, lakini basi hivyo basi nafanya mazoezi ili ziwe bora zaidi, kufikia ile bora zaidi, na hata watanitazama hapo wanajua zaidi yangu. Sina maana kama kufundisha mimi hapa ipo bora zaidi, hapana. Hata mimi bado ninajifunza na ninazungumza, kwa sababu lugha ya Kiarabu sio lugha yangu, hivyo inatuhitajia sisi tuzungumze Kiarabu. Na sijaishi mimi katika nchi ya Kiarabu, nimejua Kiarabu nikiwa hapa Tanzania, ambacho nakiona hata nikizungumza walau maneno mawili matatu nimeweza kuongea Kiarabu, alhamdulillah. Naam, akhi alkarim, na sina la ziada, nikwambie tuendelee kutazama video hii na usubscribe, usituache nyuma, endelea kutushika mkono, sambaza video zetu zafikie watu mbali mbali. Allah yahfadhka akhi, aqul lak ma'a salama.